ya sermonette ya jioni ili tuweze kuenenda katika break mankuli ya jioni na tuweze kurejea tena tuweze kunyorosha unabii. Kwa hivyo kabla sijaweza kuendelea, naomba ili tuweze kuomba. Tuombe. Baba wetu na Mungu wetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Zungumza nasi jioni ya siku ya leo, kwa Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Kwa hivyo mimi jina langu naitwa Brian Kirui. Na jioni ya siku ya leo ningependa tuweze kujifunza jambo fupi sana lakini lina uzito. Naomba tuweze kujifunza jambo fupi sana lakini kiko na funzo mkubwa kabisa na lina uzito na litaweza kutusaidia katika maisha yetu. Tunaanza kujifunza kuhusu jamaa mmoja katika Biblia ambaye jina lake alikuwa anaitwa Bartimayo. Jina lake alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa nani? Bartimayo. Tunaingia kujifunza kuhusu kijana huyu ambaye alikuwa anaitwa Bartimayo. Na najua ukisikia Bartimayo, ama najua si mara ya kwanza kusikia kuhusu Bartimayo. Najua kwamba umemsikia Bartimayo hapo awali. Ni hivyo tu tunakuja kurejea tuweze kujua ama tuweze kupata tujue ni nini sasa walikuwa wanajaribu kutuandikia ili tuweze kuyapata katika hadithi ya kijana huyo ya Bartimayo. Ningeomba msomaji wa Kiswahili anapojiandaa, msomaji wa Kiswahili aweze kujiandaa tunapoingia katika mafundisho kuhusu Bartimayo mwana wa Timayo. Twende moja kwa moja hadi kitabu cha Marko 10 aya ya 46 mpaka 52. Marko 10:46 hadi 52. Msomaji. Inasema hivi, na iseme, kisha wakafika Yeriko. Yesu alipokuwa akiondoka mjini na wanafunzi wake, pamoja na umati mkubwa wa watu, kipofu mmoja jina lake Bartimayo, kwa mwana wa Timayo, alikuwa ameketi kando ya njia akiomba msaada. Aliposikia kuwa ni Yesu wa Nazareti aliyekuwa anapita, akaanza kupaza sauti akisema, Yesu mwana wa Daudi, nihurumie. Watu wengi wakamkemea wakamwambia akae kimya, lakini yeye akazidi kupaza sauti akisema, mwana wa Daudi, nihurumie. Yesu akasimama na kusema, mwiteni. Hivyo wakamwita yule mtu kipofu, wakamwambia, "Jipe moyo, inuka, anakuita." Akiwa analivua lile joho lake, alisema na kumwendea Yesu. Yesu akamuuliza, unataka nikufanyie nini? Hapo sasa ndiyo naomba uweze kusimama hapo mtumishi. Yesu akamwambia, nikufanyie nini? Pia title ya somo yangu ya siku ya leo inasema kwamba nikufanyie nini? Nikufanyie nini? Inasemaje? Nikufanyie. Kwa hivyo tunapokuwa tunaendelea katika somo ya siku ya leo, ujue kwamba tunazungumzia jambo ambalo linasema kwamba nikufanyie nini? Nikufanyie nini? Tunaona kijana huyu Bartimayo mwana wa Timayo alikuwa ameketi kando ya barabara akiomba kama kawaida ya wale vipofu. Najua si mmoja, najua tumeona zaidi ya mmoja wanapokuwa wameketi kando ya barabara wakiomba. Si namna hiyo? Wanaomba, wameweka kwa kikombe, wanarusha. Hiyo ni saini ya kuomba. Tunapata kijana huyu Bartimayo alikuwa akiendelea na kuomba kwake, akasikia kwamba kuna halaiki ya watu ambayo inapita. Na najua ingekuwa ni sisi siku ya leo, tumesikia kwamba kuna halaiki ya watu inapita na uko pale chini umeketi, wewe ni kipofu unaomba, hapo ungekuwa umeongeza budget, ndio unarusha kabisa isikike. Namna hiyo.
Lakini tunapata kuona kijana huyu Bartimayo amesikia kwamba kuna halaiki ya watu na Yesu akamuona. Najua ukianza inasema wakafika Yeriko. Nani hao wakafika Yeriko? Yesu na wanafunzi wake, na kuna wale ambao walikuwa wamependa huduma yake. Kwa hivyo ilikuwa vikundi vitatu: Yesu, wanafunzi wake na wale ambao walikuwa wamevutiwa na mafundisho ya Yesu. Kwa hivyo walikuwa wanapita pale, wakampata kuna kijana Bartimayo alikuwa ameketi kando ya barabara, anaomba kama kawaida ya wale ambao ni vipofu na wengine maybe viwete. Anaendelea kuomba, akasikia kwamba kuna halaiki ya watu na akafahamu kwamba ni Yesu Mnazareti ndiye anapita pale. Akaanza kupaza sauti akisema, Yesu mwana wa Daudi, ninaomba unirehemu. Yesu mwana wa Daudi, ninaomba unirehemu. Pia sisi siku ya leo Yesu anatuita, anasema kwamba unataka nikufanyie nini? Wewe mpendwa ambaye unatusikiliza siku ya leo, ungependa Yesu akufanyie nini? Ni siku ya leo anakuita, anasema kwamba unataka nikufanyie nini? Unataka nikufanyie nini? Najua katika maisha yetu tunapitia changamoto nyingi, tunapitia matatizo mengi, tunapitia kila aina ya matatizo, lakini siku ya leo Yesu anatuita, anasema unataka nikufanyie nini? Najua kwamba nyakati hizi tuko nyakati za mwisho, na yule mtu ambaye tunamtegemea yeye peke yake ama tunahitaji kutegemea peke yake ni Yesu mwana wa Nazareti, ama Mungu yetu ambaye anaishi milele. Unaposoma katika Zaburi 46 aya ya kwanza, anasema kwamba Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Ya kwamba kumbe tunapokuwa tunapitia changamoto hizi na matatizo haya, kuna yule mtu ambaye aliweza kujitoa tuweze kumkimbilia yeye, naye ni Mungu wa mbinguni. Unajua, mimi na wewe kama wanadamu tunaweza taka mtu akuje kwetu kama ako sawa. Mtu akija kwetu kama ana changamoto, tunaweza funga mlango na tunafanya nini? Na tunatoweka, sio hiyo? Lakini kuna yule mtu ambaye aliweza kujitoa tuweze kumkimbilia yeye. Anasema kwamba unapokuwa unapitia changamoto ya aina yote ile, uweze kunikimbilia mimi, niko tayari kukupa msaada, na si msaada tu bali msaada tele. Tuweza kumkimbilia yeye. Tunaona kijana huyu, kijana Bartimayo, mwana wa Timayo, alikuwa ameketi pale kando ya barabara, anapaza sauti akisema, Yesu mwana wa Yesu, naomba kwamba uweze kunirehemu. Yesu mwana wa Daudi, naomba kwamba uweze kunirehemu. Najua mimi na wewe kama ningekuwa ni sisi tumeketi pale, tunasikia kwamba kuna halaiki ya watu ambao wanapita, tungeongeza sauti kabisa ya kile kitasa ili waendelee kutupa iweze kujaa zaidi. Lakini tunaona kijana yule alikuwa na imani alipofahamu kwamba ni Yesu, na alikuwa amesikia hadithi ya Yesu kwamba huyu ni mtu ambaye anapita akiponya watu. Akajiambia katika moyo wake, siku ya leo nimeweza kufikiwa. Akaanza kupaza sauti akisema, Yesu mwana wa Daudi, ninaomba unirehemu. Tunapata kuona ya kwamba kuna wale halaiki walijaribu kumnyamazisha, lakini aliendelea kupaza sauti akisema, Yesu mwana wa Daudi, ninaomba unirehemu. Pia sisi siku ya leo wapendwa, wakati mwingi tunapokuwa katika safari ya imani, labda wakati mwingine tuko katika kanisa, lakini unapata kuna mwenzako ama jirani yako ambaye anakudiscourage, anasema ngoiwe kanisa ni kila mageregi, anajaribu kuzuia, anakuja kama baria. Pia kijana huyu tunamwona kwamba alikuwa ajaribu kupaza sauti, wale halaiki wengine wanajaribu kumnyamazisha. Pia sisi siku ya leo kuna wakati mwingine tunataka kufanya hatua fulani ili iweze kutusongesha mbele. Kuna yule ambaye hatutakii mema, anajaribu kutustop, anajaribu kutuzuia tusiweze kuendelea mbele. Nataka nikwambie mwenzangu ya kwamba usikufe moyo, naendelea kutenda mema. Najua wakati mwingine sisi kama wanadamu, wakati mwingine unaweza kuwa unatendea mtu mema lakini haoni, hatoi hata moyo wa shukrani. Lakini nataka nikwambie siku ya leo ya kwamba naendelea kutenda mema, kwa sababu ikiwa hata kama yeye ambaye unamtendea mema haoni, hatoi moyo wa shukrani, kuna yule ambaye yuko mbinguni anaona na atakuja kukulipa. Haleluya.
ya kwamba tuweze kumtumainia Mungu, tuweze kumtegemea yeye. Unapoona kijana huyu Batimayo alikuwa anajaribu kuzuiwa asiweze kupaza sauti. Alipojaribu kupaza sauti, wanajaribu kumnyamazisha kwa sababu wanaona hiki ni kinyangarika tu, kinajaribu kutusimamisha tusiweze kuendelea na mkutano. Hiki ni kinyangarika tu ambacho hakijiwezi, kinajaribu kutuzuisha ama kinajaribu kutuzuia tusiweze kuendelea na mkutano. Na sisi tumevutiwa na mafundisho ya Yesu, alafu huyu mtu mmoja anataka kutunyamazisha. Pia sisi siku ya leo, wakati mwingine unajaribu kuchukua hatua fulani katika maisha yako, hatua ya mafanikio, lakini unapata kuna yule mtu ambaye hakutakii mema. Kuna mtu yule ambaye hataki uweze kusonga mbele. Mtu yule ambaye anajaribu kukuzuia usiweze kusonga mbele. Unajaribu kufungua biashara, haiwezi kuongezeka kwa sababu kuna mtu yule ambaye unapojaribu kufanya jambo fulani kuongeza biashara na kudiscourage usiweze kufanya jambo hilo. Nataka nikwambie siku ya leo ya kwamba usiendelee kufa moyo, usiweze kufa moyo. Naendelea kufanya, endelea kuchukua hatua ya mafanikio. Kijana huyu alipokuwa anajaribu kupaza sauti, anasema kwamba Yesu mwana wa Daudi, ninaomba unirehemu. Wale halaiki wanajaribu kumwambia nyamaza, unatupigia kelele. Anaendelea kupaza sauti, anasema kwamba Yesu mwana wa Daudi, ninaomba unirehemu. Halaiki hao wanajaribu kumnyamazisha, lakini hawezi kufa moyo. Anaendelea kupaza sauti kabisa. Anapoambiwa nyamaza, unatupigia kelele, na anaongeza sauti kabisa kwa sababu alijua kwamba huyu ni Yesu mwana wa Nazareti, na nimesikia habari zake hapo awali ya kwamba huyu ni mtu ambaye anaponya watu. Huyu ni mtu ambaye ukimfikishia shida zako hakika anakusaidia, unafanikiwa. Huyu ni mtu ambaye unapokuwa unapitia changamoto ya aina yoyote ile, unapomfikia hakika changamoto hizo zimetoweka. Huyu ni mtu ambaye kama maybe unafanya jambo fulani ambayo nataka liweze kufanikiwa, huyu ni mtu ambaye ako na uwezo. Na anapoambiwa kwamba wewe kijana wa nyamaza, unatupigia kelele, anaendelea kuongeza sauti kabisa akisema kwamba ewe Yesu mwana wa Daudi, ninaomba unirehemu. Alikuwa amejiambia katika akili yake ya kwamba siku ya leo ni siku yangu, siku ya leo ni siku yangu pia mimi nimeweza kufikiwa ili niweze kupata uponyaji. Kijana huyu alikuwa amekuwa kipofu kwa muda mrefu, lakini aliposikia kwamba ni Yesu mwana wa Nazareti anapita, akajua kwamba siku ya leo ni siku yangu, nimefikiwa pia mimi niweze kuponywa. Pia sisi katika eneo hili la Kibigongo, na hiyo Yesu anauliza kwamba unataka nikufanyie nini? Unataka nikufanyie nini? Hiyo ndilo jambo ambalo tunafaa kujiuliza zaidi, ya kwamba tunataka Yesu atufanyie nini? Tunataka Mungu atufanyie nini? Maybe pale uko na changamoto zako za kifamilia, anauliza kwamba unataka nikufanyie nini? Umpelekee changamoto hizo, naye atatatua na ataweza kukuwezesha uweze kuepukana na changamoto hizo. Maybe uko na changamoto ya karo ya shule, Yesu anakuuliza siku ya leo, unataka nikufanyie nini? Uweze kumpelekea changamoto hizo, aweze kukusaidia uweze kupata karo kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Siku ya leo uko na biashara yako imekataa kuongezeka, Yesu anauliza, anasema unataka nikufanyie nini? Nenda kwake na changamoto hizo na matatizo haya na complaints zako zote, uweze kumwambia yeye yuko tayari, maana amesema kwamba mimi kwenu ninyi ni kimbilio na nguvu na msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Na nimesema kwamba unajua, mimi kama mwanadamu ninaweza taka ukuje kwangu wakati uko sawa sawa. Ukikuja kwangu kama una matatizo zako, mimi nitafunga mlango na niweze kutoweka. Lakini kuna yule Yesu ama kuna yule Mungu mbinguni ambaye anasema kwamba unapokuwa unapitia changamoto hizo, niko tayari muweze kunikimbilia mimi. Niko tayari kukusaidia, niweze kukupa msaada tele, ya kwamba tuweze kumtumainia yeye, tuweze kumkimbilia yeye. Naomba kwamba uweze kusoma mstari wa 52 ya kwamba hiyo Marko hiyo 10:52 akasema kwamba Marko 10:52, msomaji, pale pale ambapo tulikuwa inasema kuwa naam, Yesu akamwambia, nenda zako, imani yako imekuponya. Naomba urudi 50, anzia 50. Akiwa analivua lile joho lake, alisimama na kumwendea Yesu,
Yesu akamuuliza, unataka nikufanyie nini? Hapo sasa ya kwamba kumbe alipopaza sauti na kupaza, anapokuwa ananyamazishwa anaendelea kupaza sauti na kupaza sauti mpaka Yesu akaudhika akasema, huyu ni nani ananiita hivi sana? Si nipate kumfikia nisikie anataka aje nimalizane naye. Kwa hivyo Yesu akatumana wamuite yule kijana. Alipofika pale basi akamuuliza title ya sermon yetu ya siku ya leo ambayo inasema aje? Unataka nikufanyie nini? Unataka nikufanyie nini? Si eti kwamba Yesu hafahamu kwamba yule kijana alikuwa na matatizo fulani, ama si eti Yesu kwamba hakufahamu kwamba yule kijana alikuwa anataka atendewe jambo fulani. Lakini wakati mwingine katika maisha tuko na mahitaji ya aina tofauti tofauti. Tuko na mahitaji ambayo tungependa Yesu aweze kuingilia kati, aweze kuyatatua. Lakini kwamba si kwamba Yesu hafahamu, lakini wakati mwingine Yesu anafahamu, lakini yeye anangoja tu tuweze kufanyaje? Tuweze kuomba, sivyo? Ya kwamba ijapokuwa anafahamu kwamba wakati mwingine tuko na changamoto na mahitaji ya aina fulani, ili aweze kututendea ni lazima tuweze kuomba. Ndio maana anasema katika Mathayo 7:7 ya kwamba bisheni nanyi mtafunguliwa, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata. Ya kwamba ijapokuwa anafahamu kwamba tuko na mahitaji ya aina fulani, ili tuweze kupata ni lazima tuweze kuomba. Haleluya! Ya kwamba tunaona kijana huyu baada ya kupelekwa kwa Yesu, Yesu bado anamuuliza, unataka nikufanyie nini? Unajua kama Yesu angemponya direct, labda wale wanafunzi wangeanza kujiuliza, labda hata huyu alikuwa anataka tu pesa, wewe umekimbilia kufanyaje? Na ndio maana Yesu anauliza, unataka nikufanyie nini? Na tunapata kuona kwamba Yesu alipoambiwa kwamba anataka kuona, aliweza kumfanya aje? Kumponya tena, si ndivyo? Ya kwamba pia sisi katika maisha yetu tuko na aina mbalimbali ya mahitaji. Yesu anatuita siku ya leo, wakaaji wa Kibigongo, anauliza kwamba tunataka tufanyiwe nini? Yesu anauliza siku ya leo, anasema kwamba tunataka tufanyiwe nini? Tunaona kijana huyu akasema, ninataka kuona tena. Kijana huyu aliweza kutamka maneno ya imani. Alijua kwamba huyu ni mtu ambaye amekuwa akiponya watu hapo awali. Pia mimi siku ya leo nikimwambia yangu, hakika nitaweza kupona. Maombi haya ama maneno hayo ni kama maneno ya imani, akijua kwamba siku ya leo pia mimi nitapata kupona. Huyu ni mtu ambaye anazungumza jambo na inatendeka jinsi hivyo. Huyu ni mtu ambaye amekuwa akitenda miujiza hapo awali na inaweza kutendeka hivyo. Huyu ni mtu ambaye amekuwa akiponya viwete na wanapata kutembea tena. Pia siku yangu ya leo mimi tatizo langu ni dogo sana, niweze kuona tena. Na Yesu tunapata kuona kwamba hakika aliweza kumfungua macho na akapata kuona tena. Alipokuwa anaulizwa, unatazama nini? Anasema, ninaona miti ni kama yanakimbia. Anashangaa, anasema, nimepata kuona tena. Pia sisi siku ya leo Yesu anatuita, anasema kwamba unataka nikufanyie nini? Unataka nikufanyie nini? Labda wakati mwingine umekuwa ukihangaika na matatizo ya pombe kwa muda mrefu. Siku ya leo anauliza, anasema kwamba unataka nikufanyie nini? Mimi sijui jibu lako ni gani. Anauliza kwamba unataka nikufanyie nini? Ni wewe uweze kumwambia na uweze kuwasilisha matatizo yako kwake, naye yuko tayari kukusaidia. Unaona kijana yule aliposema ninataka kuona tena, Yesu aliweza kuchukua matope na akaweza kuyatemea mate na kuyapaka katika macho yake, na kijana yule akapata kuona tena. Pia sisi siku ya leo Yesu anatuuliza, anasema kwamba unataka nikufanyie nini? Labda uko pale umekuwa ukifanya mambo ya ukulima na yanakataa kufanya kabisa, hakuna mazao ambayo yanatokea pale kabisa. Yesu anauliza, anasema kwamba unataka nikufanyie nini? Labda wakati mwingine umeweza kuanza na mifugo labda wa kuku ama ng'ombe na yanakataa kufanya kabisa. Yanapokuwa kidogo, yanaponawiri kidogo, labda yanapatwa na magonjwa, yanaenda yote. Yesu anauliza siku ya leo, anasema kwamba unataka nikufanyie nini?
na ninajua kwamba hakuna mtu yule ambaye yuko mkamilifu. Hakuna mtu yeyote yule ambaye yuko perfect. Kama uko na gari unataka ndege, kama uko na ndege, ama tuanzie hapa kwa wilbaro. Ikiwa huko na wilbaro, ukiona mtu anapita na baiskeli unasema nikipata hiyo itakuwa sawa. Yule wa baiskeli pia anapoona mtu wa pikipiki anapita anasema nikiweza pata hiyo hakika nitakuwa sawa. Yule mtu wa pikipiki pia anapopita hivi mtu wa gari akuja apululize vumbi, anasema nikiweza pata kama hiyo hakika nitakuwa sawa sawa. Yule wa gari pia anaenda anakwama mahali, akiona ndege inapita anasema hakika nikipata hiyo nitakuwa sawa sawa. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye yuko perfect kabisa. Ndani kama kuna mtu ambaye anasema mimi niko sawa katika maisha, mimi niko na kila kitu ambacho ninaweza kuhitaji, niweze kumpelekea Yesu mahitaji yetu yote, yeye yuko tayari kutusikia. Maana Yesu amekuwa akifanya miujiza mengi kule nyuma. Pia sisi siku ya leo anaweza kutenda miujiza katika maisha yetu. Labda tuna mahitaji ya aina yoyote ile, yeye yuko tayari kutusaidia, maana yeye ndio kimbilio letu ambalo tumeweza kusalia nalo katika nyakati hizi. Na ndio maana Yeremia anasema kwamba 17 aya 3, amelaaniwa mtu yule anayefanyaje? Anayemtegemea mwanadamu. Kwa hivyo tunajua kwamba tuko nyakati za mwisho, tuweze kumtegemea Mwenyezi Mungu. Yuko tayari kutusikia, anafahamu kwamba tuna mahitaji, lakini ili tuweze kutendewa mahitaji hiyo ama tuweze kupewa yale ambayo tunahitaji, anasema kwamba ni lazima tuombe. Anauliza siku ya leo, anasema kwamba unataka nikufanyie nini? Labda uko hapa na unahitaji mke. Yesu anauliza, anasema kwamba unataka nikufanyie nini? Labda unasikia sauti yangu siku ya leo, umelala kitandani, umegonjeka kwa muda mrefu. Yesu anauliza siku ya leo, anasema kwamba unataka nikufanyie nini? Labda uko hapa umekumbwa kwa muda mrefu na matatizo ya pombe. Yesu anaita leo, anasema kwamba siku ya leo unataka nikufanyie nini? Naomba kama Mwenyezi Mungu apate kuongoza jibu lenu likuwe jibu la busara. Anapouliza kwamba unataka nikufanyie nini, jibu lako liwe kile ambacho itakusaidia katika maisha yako ya siku ya leo. Anapouliza kwamba unataka nikufanyie nini, jibu lako likuwe sawa sawa na ile hitaji ambayo uko nayo. Naona kijana huyu aliuliza kwamba unataka nikufanyie nini. Yesu alifahamu kwamba kijana huyu anataka kuona tena, lakini aliweza kuuliza unataka nikufanyie nini? Kwa maana labda kijana huyu alikuwa anataka pesa na Yesu aende kumtibu direct. Ndio maana akauliza unataka nikufanyie nini? Labda huko hapa siku ya leo na unasema kwamba nimekuwa na matatizo ya aina fulani, ungependa Yesu aweze kuingilia kati anapouliza unataka nikufanyie nini, umpe jibu na aweze kutenda sawia na yule mahitaji ambayo uko nayo. Labda huko hapa siku ya leo umekuwa na matatizo mengi hapo awali, ukisema kwamba hakika matatizo haya yamenikumba kwa muda mrefu. Siku ya leo Yesu anaita, anasema unataka nikufanyie nini? Na kama huko hapa siku ya leo na uko na mahitaji ya aina yoyote ile katika moyo wako na ungependa Yesu aweze kuingilia kati, ningeomba kwamba uweze kuchukua hatua yako, ukuja hapa mbele ili niweze kuomba pamoja nawe. Uchukue hatua ya imani ili niweze kuomba pamoja nawe. Unaona kijana Batimayo aliweza kutamka matamshi ya imani. Sijui kama alikuwa ameona hapo awali ya kwamba kuna mtu ameponywa akapata, ama kuna mtu ameweza kuponywa macho akapata kuona tena. Sidhani, kwa sababu alikuwa hajaona kwa maisha yake yote, lakini hiyo siku ilipofika akasema ninataka kuona tena. Kwa hivyo Yesu akaweza kuingilia kati na akaweza kumponya yule kijana akapata kuona tena. Pia wewe siku ya leo uko mahali hapa, uko na changamoto zako za aina yoyote ile, Yesu anasema na anaita kwamba, anasema unataka nikufanyie nini? Ninaomba kwamba uweze kuchukua hatua ya imani, uweze kujongea hapa mbele nami nitaweza kuomba pamoja nawe. Kama uko pale umeketi chini na uko na hitaji fulani ambayo ungependa Yesu apate kuingilia kati, ningeomba kwamba uweze kuchukua hatua, uweze kukanaga hapa mbele ili niweze kuomba pamoja nawe tunapoimba nyimbo za Kristo 118. Nilipotoka kabisa
Tunapoendelea na wimbo huo, kama uko na hitaji ya aina yoyote ile, naomba kwamba uweze kuchukua hatua, uweze kusonga hapa mbele, niweze kuomba pamoja nawe. Na kama huko mahali ambapo hautaweza kufika sehemu hizi, naomba kwamba uweze kunyosha mkono wako unapokuwa katika mahali ambapo utakuwa, ili tuweze kuomba pamoja nawe. Nikachoka maovuni, sasa narudi, neno lako lanivuta. Usiogope watu wale ambao wameketi chini, wako pale. Wewe kuja na mahitaji yako yote hapa, niweze kuomba pamoja nawe. Usijali na wale ambao wameketi chini. Labda yule ambaye ameketi chini ako sawa sawa kabisa, hana mahitaji ya aina yoyote ile. Wewe unajifahamu uko na hitaji fulani, uweze kuchukua hatua, ukuja hapa mbele, niweze kuomba pamoja nawe. Naja nyumbani, ndilo tumaini langu, sasa narudi. Yesu alinifilia, Bwana narudi, nyumbani. Wewe katika maisha yako ulifika mahali ukapiga kona ukapotea. Yesu anasema kwamba ulipotoka kabisa uweze kurudi siku ya leo. Kwa upendo aweze kukupokea, uweze kurudi katika zizi lake. Yuko tayari tena, uweze kukaribisha katika zizi lake, uendelee kumfanyia kazi. Sasa narudi, unioshe Bwana, narudi nyumbani, daima kwako, kwa upendo nipokee, naja nyumbani. Baba wetu na Mungu wetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Asante kwa jioni ya siku ya leo ambayo umeweza kuzungumza nasi, ukituuliza kwamba tunataka tufanyiwe nini. Wana wako hawa wameweza kujongea mbeleni mwako wakiwa na mahitaji mengi katika mioyo yao. Yesu, najua kwamba siku ya leo unatuuliza kwamba tunataka tufanyiwe nini. Wewe ni Mungu ambaye unaona kwa siri. Sisi ni wanadamu, wakati mwingine tuko na maombi katika mioyo yetu ambayo ni vigumu kutamka waziwazi. Naomba Mwenyezi Mungu upate kupenyeza ndani ya maisha ya kila mmoja wetu na upate kujibu mahitaji ambayo tuko naye katika mioyo yetu sawia na mapenzi yako. Kuna yule kijana, yule mtoto, yule mama na yule mzee ambaye ananisikiza akiwa kule nyumbani, ameweza kuchukua hatua. Mwenyezi Mungu amenyosha mkono wake. Naomba Mwenyezi Mungu upate kuingilia kati. Wengine wako na matatizo ya karo, matatizo ya kifamilia, matatizo ya kibiashara. Mwenyezi Mungu tunakuita siku ya leo upate kuingilia kati, upate kuwabariki. Uliweza kuexpand territory ya mja wako Jabez. Mwenyezi Mungu siku ya leo naomba kwamba uweze kuexpand territory ya wana wako hawa. Wanapoleta mahitaji yao mikononi mwako ama miguuni pako, upate kuingilia kati na upate kuwajibu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante kwa sababu uliona ni vyema sisi kama vijana tuweze kufanya kazi katika zizi lako. Na Mwenyezi Mungu uweze kutupa Roho wako Mtakatifu aweze kutuelekeza ili tupate kutenda kila jambo ambayo itakuwa sawia na mapenzi yako.
na kabidhi mkutano huu mikononi mwako Mwenyezi Mungu, upate kututendea yote kulingana na mapenzi yako. Naomba Mwenyezi Mungu ratiba ya mkutano huu wote tunayakabidhi mikononi mwako, uweze kuwa mwenyekiti. Tutakapokuwa tunafika hitimisho ya mkutano huu, hakika wengi wako wamekurejea Mwenyezi Mungu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunaomba ya kwamba mapenzi yako yaweze kutendeka tangu sasa na hata milele. Naomba Mwenyezi Mungu, na tunashukuru kwa sababu ya ahadi ya kipekee ya kwamba umeenda kutuandalia mahali na utarudi tena kutuchukua, ili mahali ambapo utakuwa nasi tuweze kuwepo pale pale. Kwa hivyo kwa njia ya kipekee tunaomba kwamba uweze kuandaa moyo ya kila mmoja wetu, ili uweze kuwa tayari kukulaki mawinguni utakapokuwa unarejesha ufalme wako. Tuko nyakati za mwisho, yule mwovu shetani anajaribu kupigana nasi apate wa kummeza. Tunaomba Mwenyezi Mungu upate kutushika mkono tunapokuwa katika safari hii ya imani. Na tunajua kwamba ukiweza kutushika mkono, hakika tutakuwa washindi na tuweza kufikiria ile toba. Mapenzi yako yaweze kutendeka tangu sasa na hata milele. Kwa Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Pamoja na hayo, Mungu wetu, asante kwa sababu ya mzee huyu ambaye ameweza kuja katika kiti chako cha enzi siku ya leo. Unamfahamu, uweze kumtendea yote kulingana na mapenzi yako. Upate kumuondolea matatizo yote ambayo yako nayo. Kama amekuwa na addiction ya aina yote ile, Mwenyezi Mungu upate kumuonekania, upate kumbariki. Tunaomba kwa kwamba uweze kufanya urejesho katika maisha yake, aweze kurejea katika kanisa lako, na hatimaye Mwenyezi Mungu jina lako litukuzwe. Namwombea kwamba uweze kumsamehe dhambi zake na upate kumuondoa pia, na upate kunakili jina lake upya katika kitabu cha uzima kupitia jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Mungu aweze kuwa